Hungary imewasilisha kesi katika mahakama kuu ya Umoja wa Ulaya ikisema haiwezi kuachana na mpango wa ununuzi wa nishati kutoka nchini Urusi. Hata hivyo, Hungary imetaka mahakama hiyo ya Umoja wa Ulaya kubatilisha marufuku ya usambazaji wa nishati ya Urusi kwa jumuiya hiyo. Waziri wa mambo ya nje Peter Szijjarto ametangaza. Baraza la EU mwezi uliopita liliidhinisha mpango wa kukomesha uagizaji wa gesi ya Urusi ifikapo mwaka 2028 na kuhitaji kandarasi za muda mfupi kumalizika ndani ya miezi 6 na bomba zote zilizobaki na usambazaji wa LNG kukomesha ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Nchi kadhaa wanachama zilikosoa hatua hiyo na kuonya kuwa ingeongeza bei na kutishia usalama wa nishati. Hungary na Slovakia haswa zimekataa kuunga mkono mpango huo. Szijjarto alisema Hungary itapinga kanuni ya Repower EU kupiga marufuku uagizaji wa nishati ya Urusi na kuomba ubatilishwe. Mwanadiplomasia huyo alisema kesi hiyo ilitokana na hoja tatu kuu, ikiwa ni pamoja na kwamba vikwazo vya uagizaji wa nishati kutoka nje vinaweza tu kuwekwa kupitia vikwazo vinavyohitajika kuidhinishwa kwa kauli moja. EU ilikuwa inafahamu pingamizi kutoka Hungary na Slovakia, Szijjarto alisema, lakini bado ilipitisha hatua hiyo chini ya kivuli cha sera za biashara. Alisisitiza kuwa mikataba ya EU inaweka wazi kwamba kila nchi mwanachama huamua vyanzo vyake vya nishati na wasambazaji. Sheria hiyo pia ilikiuka kanuni ya mshikamano wa nishati na kuongeza kuwa uamuzi unakiuka wazi hii katika kesi ya Hungary. Bado kumekuwa na mtifuano miongoni mwa wanachama wa Umoja wa Ulaya, hususan kutokana na umoja huo baadhi ya wanachama kuamua kuachana na mpango wa kupata nishati kutoka nchini Urusi, jambo ambalo limekuja kusababisha hali ngumu ya maisha katika mataifa mengi ya Umoja wa Ulaya. Na ni kwa sababu uchumi wa nchi nyingi za Ulaya hutegemea nishati ya mafuta pamoja na gesi ambayo ilikuwa ikipatikana kwa bei nafuu kutoka nchini Urusi. Akionya juu ya athari kwenye usambazaji na bei, Szijjarto alisema njia mbadala za bei ghali zaidi na zisizotegemewa ndizo zinazopatikana na kwamba bila mafuta na gesi ya Urusi, usalama wetu wa nishati hauwezi kuhakikishwa wala gharama za chini za nishati hazingeweza kudumishwa kwa familia za Hungary. Kesi hiyo inaweza kudumu karibu mwaka mmoja na robo tatu hadi miaka miwili na lazima ifikishwe kwenye hitimisho, Szijjarto alisema, akiongeza kuwa chama tawala cha sasa nchini Hungary kingehitaji kushinda uchaguzi ujao ili kufaulu. Pia aliwashutumu wataalamu kutoka ulimwengu wa kimataifa wa nishati kwa kushinikiza Hungary kuachana na nishati ya bei nafuu ya Urusi kwa usambazaji wa gharama kubwa zaidi ambao unapaswa kuchukua kutoka Amerika. Marekani imezitaka nchi za Ulaya kuachana na gesi ya Urusi na kwamba zinapaswa kununua gesi kutoka nchini mwake. Hii ni kauli ambayo ilitolewa na rais wa Marekani Donald Trump. EU imezidi kutegemea gesi asilia ya Amerika ambayo inatazamiwa kuwajibika kwa karibu nusu usambazaji ya kambi hiyo fikapo mwaka 2030 kulingana na makadirio kadhaa. Umoja wa Ulaya umeshuhudia kupanda kwa bei ya nishati tangu ilipoanza kusitisha uagizaji wa mafuta na gesi ya Urusi kufuatia kukithiri kwa mzozo wa Ukraine mwaka 2022. Moscow inasema mataifa magharibi yanaathiri uchumi wao wenyewe kwa kuchagua njia mbadala za gharama na zisizotegemewa sana. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua ni nini ambacho